Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaharibu demokrasia na diplomasia ulimwenguni. Rais huyo wa Afrika ya Kusini mnamo siku ya jana Jumapili amemtuhumu Rais Trump wa Marekani kwa kuendelea kutoa taarifa zisizo za ukweli kuhusu nchi yake, lakini akisema hii ni hali ya kuharibu diplomasia katika ulimwengu. Akihutubia taifa, Ramaphosa alisema kuwa ametilia maanani kauli ya Trump aliyoitoa siku kadhaa zilizopita kwamba hataialika Afrika ya Kusini kwenye mkutano wa G20 huko Florida mwaka ujao. Trump amekariri kauli zisizo za kweli kuhusu mauaji ya halaiki dhidi ya Waafrikana na kunyakuliwa kwa ardhi ya wazungu nchini kwetu. Amesema rais huyo Afrika ya Kusini, akieleza zaidi kwamba hakuna ushahidi unaoonyesha kwamba wazungu wamenyanyaswa na kunyang'anywa ardhi yao. Hili si kweli, lakini ni kauli ambazo rais huyo ameona azielekeze kwa Afrika ya Kusini. Huku ni kuharibu diplomasia ulimwenguni. Trump alitangaza wiki iliyopita kuwa Afrika ya Kusini haitaalikwa kwenye mkutano wa kilele wa G20 wa mwaka kesho utakaofanyika Marekani, akitolea mfano wa madai kwamba nchi hiyo imekataa kukabidhi uwenyekiti wa G20 kwa mwakilishi wa ubalozi wa Marekani. Rais Cyril Ramaphosa amesema mapema wiki hii kwamba Afrika ya Kusini imekabidhi rasmi uwenyekiti wa kundi la G20 kwa Marekani kwa ajili ya mwaka ujao, na hivyo kuzingatia itifaki stahiki ya kidiplomasia. Rais huyo wa Marekani aliwahi kusema kwamba anawahitaji wanachama wa G20 waondolewe wanachama Afrika ya Kusini, kwa maana Afrika ya Kusini haipaswi kuwa mwanachama wa G20 kutokana na kashfa ya namna ya mauaji ya halaiki dhidi ya Waafrikana na kunyakuliwa kwa ardhi yao, jambo ambalo rais wa Afrika Kusini Ramaphosa amelikanusha mara kadhaa, huku ikionekana hakuna ushahidi wowote unaoonyesha juu ya hayo yote ambayo rais wa Marekani bwana Donald Trump amekuwa akielezea. Rais huyo wa Marekani hakuhudhuria mkutano wa G20 uliofanyika huko Johannesburg, akidai kuwa Waafrika ya Kusini wazungu wanauliwa kiholela na wanaporo ardhi yao, madai ambayo serikali ya Afrika ya Kusini imeyakanusha na kuyataja kuwa hayana msingi wowote. Baadhi ya wachambuzi nchini Afrika ya Kusini wameweka wazi kuhusu suala hilo kwamba Afrika ya Kusini imeingizwa katika hatia isiyokuwa yake kutokana na kujihusisha na kesi ya ICC inayomhusu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye ana ukaribu na uongozi wa serikali ya Marekani, utawala wa Donald Trump. Trump ni moja kati ya watu wa karibu wa Netanyahu na mara kadhaa amekuwa akimtetea kwa mambo mengi, na hivyo huenda kutokana na kile kilichofanywa na Afrika Kusini kuweka mkazo juu ya kesi hiyo ya ICC kwa ajili ya Netanyahu, huenda rais huyo wa Marekani akaamua kufanya hivyo, na ndicho ambacho rais wa Afrika Kusini bwana Ramaphosa anakieleza kwamba ni ukiukwaji wa wazi wa diplomasia pamoja na demokrasia ulimwenguni. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue nini kinajiri katika ulimwengu.